بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo kurasa nambari 57 tukiingia katika qaidatun ukhra, katika kanuni nyingine, fi taarifi, katika jina ambalo ni maarifa, wa tankiri, na katika jina ambalo ni nakira. Anasema shekhe qaidatun ukhra, akiwa na maana hii ni kanuni nyingine, fi taarifi, katika jina ambalo ni maarifa, wa tankiri, na katika jina ambalo ni nakira. Anasema shekhe i'lam, tambua, anna likulli minhuma maqaman la yaliqu bil akhari. I'lam, tambua, anna, ya kwamba, likulli minhuma, kila jina moja miongoni mwa majina hayo mawili, maqaman, lina nafasi ya kipekee ambayo la yaliqu bil akhari, haiendani na mwenzake. Tamam? Kwa maana kila moja lina sifa zake na lina nafasi zake, nafasi ambazo ni tofauti na nafasi za mwenzake. Tamam? Akaanza na nakira, akasema amma tankiru, ama jina ambalo ni nakira, falahu asbabu, linapotumika lina sababu mbalimbali za kutumika kwake. Ahaduha, sababu ya kwanza, iradatul wahdati au iradatul wahdati. Tamam? Iradatul wahdati, kukusudiwa umoja, kukusudiwa umoja, kwa maana kukusudiwa jinsi ya kitu kimoja. Tumezoea jina ambalo ni nakira huwa linaenea vitu vingi, lakini muda mwingine huwa linatumika kikikusudiwa kitu kimoja. Nahu, mfano wa aya hii, Allah anasema wa dharaba Allahu mathalan rajulan fihi shurakau mutashakisun wa rajulan salaman lirajulin. Katika aya hii Allah anampigia mfano mtu ambaye ni mushrik na mtu ambaye ni mwenye kumpwekesha, kwa maana anampigia mfano muumini na anampigia mfano mshirikina. Muumini Mola wake ni mmoja ambaye ni Allah, anafuata sheria za Mola mmoja, anafuata misimamo ya Mola mmoja, lakini mshirikina anaweza akawa na miungu zaidi ya mmoja. Tamam? Sasa Allah anapiga mfano kwa kusema wadharaba Allahu, na Allah wadharaba Allahu mathalan, na Allah akatolea mfano katika hilo. Lipi? La kuwa muumini anakuwa katika amani kwa sababu Mola wake ni mmoja, na yule mshirikina anakuwa katika hali ya kukosa amani. Kwa sababu gani? Ana miungu zaidi ya mmoja. Ndio akasemaje, wa dharaba Allahu mathalan rajulan, na Allah akapiga mfano wa mtu mmoja ambaye fihi, kwa mtu huyo, shurakau, kuna wamiliki wenye kushirikiana katika kummiliki. Kwa maana mtu ambaye kuna wamiliki zaidi ya mmoja wanayemmiliki, tena mutashakisuna, maana yake mutanaziuna, wenye kuzozana na wenye kuvutana. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu mmoja, ikiwa atafanya kazi ya mtu mmoja katika hao wamiliki wanaoshirikiana kwenye kummiliki, atamridhisha mmoja, sawa, lakini hawa wengine pengine asiwaridhishe. Sasa Allah ndo anasema wa dharaba Allahu mathalan rajulan, na Allah akapiga mfano katika hilo, mfano wa mtu mmoja ambaye fihi, kwa mtu huyo, shurakau, kuna wamiliki wanaoshirikiana katika kummiliki, mutashakisuna, wenye kuvutana na kuzozana, wa rajulan, na mtu mwingine mmoja, salaman, aliyekuwa katika amani, lirajulin, ambaye anamilikiwa na mtu mmoja. Sasa lengo sio kufahamu maana na mafuhumu ya aya hii,
Mafahamu tumeshayatoa kwa ufupi. Ukitaka zaidi rudi katika mashaf au katika vitabu vya tafsiri ya Qur'an. Tamam. Lengo ni kuangalia kwamba katika aya hii yametumika majina ambayo ni nakira, lakini majina haya hayakusudiwi kwamba kila mtu anakusudiwa mtu mmoja, tena mtu mmoja huyo ni tofauti na mtu mwingine. Allah akasemaje? Wa dharaba Allahu mathalan rajulan, Allah amepiga mfano katika hilo, mfano wa mtu huyo mmoja. Fihi, kwa mtu huyo, shurakau mutashakisuna, kuna washirika wenye kuvutana. Wa rajulan, na mtu mmoja mwingine. Salaman, aliyekuwa katika amani. Li rajulin, anayemilikiwa na mtu mmoja mwingine. Kwa hiyo hizi ni nakira, lakini nakira hizi hakusudiwi kila anayesifika na sifa ya rajulan, bali anakusudiwa mtu huyu mmoja. Tamam. Kwa sababu kwenye nahau tumesoma kwamba nakira ismu shai'in fi jinsi au ismun shai'un fi jinsi, ni jina lenye kuenea vitu vyote katika jinsi yake. Tunaposema rajulun, anaingia kila anayesifika na sifa ya rajulun, si ndio hivyo? Tumesoma katika nahau, si ndio? Lakini hapa kinakusudiwa kitu kimoja. Ndio akasema ahaduha, miongoni mwa sababu za kutumiwa nini nakra, iradatul wahdati, ni kukusudiwa umoja wa kitu. Ni kukusudiwa nini? Umoja wa kitu, kwa maana hakuna ushirika katika maana ya nakira kama hiyo, inakusudiwa kitu kimoja. Ndo hapa wa daraba Allahu mathalan rajulan, Allah alipiga mfano katika hilo, mfano wa mtu huyu mmoja. Fihi shurakau mutashakisuna, kwa mtu huyu kuna washirika wanaomiliki mutashakisuna, wenye kuzozana na kuvutana. Wa rajulan, na mtu mwingine mmoja, si kila anayesifika na sifa ya rajulan. Wa rajulan, na mtu mwingine mmoja. Salaman, aliyekuwa katika amani. Li rajulin, anayemilikiwa na mtu mwingine. Tamam. Hakadha. Athani, maana ya pili au sababu ya pili ya kutumiwa jina ambayo ni nakra. Tamam. Athani, sababu ya pili, iradatu nawi, kukusudiwa na aina ya kitu. Iradatu nawi, kukusudiwa aina ya kitu. Nahu, mfano kusema hadha dhikrun, ay naw'un min adh-dhikri. Naw'un min adh-dhikri, hii ni aina ya utajo, kwa maana ni utajo fulani, si kila aina ya utajo. Tamam. Wa ala absarihim ghishawatu, na mfano mwingine wa ala absarihim ghishawatu, na juu ya macho yao juu ya uoni wao kuna vizibo. Ay naw'un gharibun min al-ghishawa, anakusudia naw'un gharibun, aina ambayo ni ngeni, haijawahi kuonekana, aina ambayo ni ngeni, aina ambayo ni nadra kuonekana. Min al-ghishawa, ya kizibo au kizuizi. La yataarafuhu an-nas, watu hawajui. Bihaithu, kwa namna ambayo ghatta ma la yughattihi shay'un. Bihaithu, kwa namna ambayo ghatta, aina ya kizibo hicho kimefunika ule uoni wao. Ma la yughattihi shay'un, kwa namna ambayo la yughattihi shay'un, huo uoni wao hauwezi kufunikwa na kitu chingine chochote. Minal ghishawati, sasa kitu chingine chochote, minal ghishawati, katika aina nyingine za vizibo. Tamam. Kwa hiyo pale kimekusudiwa kizuizi au kizibo maalum ambacho hakifahamiki na watu, kizuizi ambacho kimeyaziba macho yao. Ma la yughattihi shay'un, kwa namna ambayo la yughattihi shay'un, huoni wao hauwezi kufunikwa na kitu chingine chochote. Minal ghishawati, katika vizuizi. Tamam. Kwa hiyo pale imekusudiwa aina maalumu ya kizuizi, si kizuizi kila anachokijua mtu. Tamam. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati, mfano mwingine ni huo. Wala tajidannahum, na hakika utawakuta wao, kwa maana utawaona wao. Ahrasa an-nasi, ni watu wenye pupa zaidi. Ala hayati, juu ya aina fulani ya maisha, si kila aina ya maisha. Kwenye maisha kuna maisha ya kupenda ibada, kuna maisha ya kupenda elimu, kuna maisha ya kutenda wema, na kuna maisha ya kutafuta maisha,
na kuna maisha ya kupenda dunia. Kwa hiyo hapa kwenye hayati hayakusudiwi kwamba maisha yote kwa aina zake zote, hapana, yanakusudiwa maisha maalum. Ndio akasema ai nau'un minha, ai akikusudia nau'un minha, maisha fulani, aina fulani ya maisha, minha katika aina za maisha. Tamam. Wala tajidannahum ahrasa nnasi ala hayatin, hakika utawakuta wao, kwa maana utawaona wao ni watu wenye pupa mno, ala hayatin, juu ya maisha fulani. Ndo ai nau'un minha, aina fulani katika aina za maisha. Wa huwa, na hiyo aina ambayo wao wanapupa nayo, al-izdiyadu fil mustaqbali, ni kutaka ziada kwa wakati wa baadaye, au katika wakati wa baadaye. Kwa maana ni watu ambao wanapupa ya maendeleo ya kimaisha ya dunia na si maisha ya akhira. Tamam. Ndo wa huwa, na hiyo aina yenyewe iliyokusudiwa hapo, al-izdiyadu fil mustaqbali, ni kutaka ziada ya maisha ya kidunia, fil mustaqbali, katika maisha ya baadaye. Lianna alhirsa, kwa sababu pupa, la yakunu ala almadhi, haiwi katika wakati uliopita, wala ala alhadhiri, wala katika wakati uliopo, bali ni kwa wakati gani? Wa baadaye. Lakini shekhe akaingia katika kutueleza maana nyingine, akasema wayahtamilu alwahdata wan-naw'iyyata ma'an, qawluhu ndio faili wayahtamilu. Tamam. Wayahtamilu, na inabeba, alwahdata, maana ya umoja, wan-naw'iyyata, na maana ya aina, kwa maana maana ya kukusudiwa kitu kimoja na maana ya kukusudiwa aina fulani, ma'an, kwa pamoja. Qawluhu, kauli yake Allah aliposema wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, na Allah amekiumba kila kinachotambaa ardhini, min ma'in, kutokana na maji fulani. Sawa sawa. Hapa adaba sio maana ya mnyama, adaba hapa maana kile kinachotambaa nini? Ardhini. Sasa maana yake ni vipi? Wallahu khalaqa kulla dabbatin, Allah ameumba kila aina ya kinachotambaa ardhini au kinachotembea ardhini, min ma'in, kupitia kila kupitia nini? Kupitia aina fulani ya maji. Mafumu hapo. Kwa dabba pale si dabba yule tunayemjua kama ni mnyama, ni aina mbali ya vinavyotembea ardhini. Na ma'in sio maji tunayojua sisi ambayo yanatiririka, hapana, kwa maana kupitia aina mbali sawa sawa za nini? Za maji. Mfano wake mwanadamu ameumbwa kupitia nini? Min ma'in dafiq, maji yenye kuchupa au maji yenye kuruka. Sawa sawa. Kwa mwanadamu, maji ambayo ameumbiwa yeye ni tofauti na maji aliyoumbiwa mnyama mwingine, tofauti na maji aliyoumbiwa samaki, tofauti na maji aliyoumbiwa. Tamam. Hakadha ndio nasema ai, akimaanisha kulla naw'in min anwa'i dawab, ameumba kila aina katika aina za vyenye kutambaa ardhini. Min naw'in min anwa'i alma'i, kupitia aina fulani katika aina za maji. Wa kulla fardin, na kila kimoja, min afradi dawabi, katika aina ya vyenye kutambaa ardhini, min fardin min afradi nutafi, kupitia aina miongoni mwa aina za maji ya uzazi. Tamam. Kwa hiyo pale aliposema ma'i hakumaanisha maji ya aina moja, na aliposema dabba hakumaanisha kitu kimoja, bali amekusudia aina mbalimbali, na amekusudia pia maji ya aina mbalimbali. Tamam. Hakadha. Athalithu, sababu ya tatu ni at-ta'dhimu, kuonesha ukubwa wa kitu, bimaana, kwa maana annahu, hicho kitu ambacho kinakusudiwa kwa nakra ya kuonesha ukubwa, a'dhamu min an yu'ayyana wa yu'arrafa, a'dham ni kikubwa mno, min an yu'ayyana, sasa kiasi kwamba hakiwezi kubainishwa ukubwa wake uko hivi, wa yu'arrafa, na hakiwezi kutambulishwa au kuwekwa wazi kwamba ukubwa wake uko hivi. Nahu, mfano kusema fa'dhanu biharbin, Allah aliposema kuambia wenye kula riba, fa in lam yaf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi,
ikiwa hawajafanya tulilowaamrisha. Lipi? La kuacha kula riba. Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, basi tangazeni vita vyenye ukubwa wowote ule mnaojua nyinyi, min Allahi wa rasuli, kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa fa'dhanu biharbin, hivi vita hivi si vita vya kawaida, kwa maana tangazeni vita vyenye ukubwa wowote ule mnaojua nyinyi kwa Allah na mtume wake. Ay biharbin ay harbin, biharbin ay harbin, ay akimaanisha biharbin, tangazeni vita, ay harbin, vita vyenye ukubwa wote ule. Tamam, hakadha. Arabi'u, sababu ya 4, at-takthiru, ni kuonesha wingi. At-takthiru, kuonesha wingi. Nahu, mfano kusema a inna lana la ajran. Tamam. Kauli hii walisema as-saharatu, wale wachawi wa Firaun. Sawa, na ipo katika suratu Shuara aya 41. Allah anasema falamma jaa as-saharatu qalu li firauna a inna lana la ajran. Pindi walipokuja wachawi qalu li firauna, wakamwambia Firaun, je, tutapata malipo makubwa ikiwa tutakusikiliza na tukafanya yale ambayo unayataka? Ndio hapa. Kwa hapa imekuja nakra kwa kukusudia nini? Kwa maana ya wingi. Ndio inna lana la ajran, je, sisi tutapata malipo makubwa tukilifanya hilo. Ay akimaanisha wafiran jazilan, tutapata malipo makubwa. Kwa imekuja hapa kwa maana ya at-takthir. Tamam. ويحتمل التعظيم والتكثير معا قوله, na inabeba maana ya utukufu au ukubwa, watakthira. Tamam. ويحتمل التعظيم, na inabeba maana ya ukubwa, watakthira, na maana ya wingi, ma'an, kwa pamoja. Qawluhu, kauli yake Allah aliposema wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun. Tamam. Wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun, ay rusulun idhamun dhawi adadin kathirin. Tamam. Ay akimaanisha rusulun idham. Sawa. Wa in yukadhibuka, ikiwa watakukadhibisha watu wako, ikiwa watu wako watakupinga wakasema wewe sio mtume, Uislamu si dini ya Allah, au Uislamu si dini, faqad kudhibat rusulun, hakika kadhibishwa. Tamam. Ilishakadhibishwa mitume mikubwa, kwa maana mitume yenye nafasi kubwa mbele ya Allah, dhawi adadin kathir, na mingi. Tamam, hakadha. Kwa kauli hii nakra hapa ya rusulun imebeba maana mbili, maana ya kwamba mitume wenye nafasi kubwa mbele ya Allah, lakini pia mitume wengi, si wewe peke yako. Sawa sawa. Kwa utaona hapa imekuja kwa maana gani? Maana ya at-ta'dhim wat-takthir. Al-khamis, sababu ya 5, at-tahqiru, kuonesha dharau, kuonesha uduni wa kitu. Bimaana, kwa maana inhitati sha'nihi ila haddin la yumkinu an yu'arrafa. Bimaana at-tahqiri, bimaana kwa maana inhitati sha'nihi, ya kuwa chini daraja ya kitu, ila haddin, mpaka kufikia mpaka ambao, ila haddin, kufikia mpaka ambao, au kufikia hali ambayo la yumkinu an yu'arrafa, haiwezi hata kutambulika kwamba huu duni ni wa kiasi gani. Tamam. Kwa bimaana, kwa maana inhitatu sha'nihi, kuwa chini daraja ya kitu, ila haddin, mpaka kufikia hatua ambayo au hali ambayo la yumkinu an yu'arrafa, haiwezi kutambulika kwamba udogo huu, uduni huu ni mdogo kiasi gani. Tamam, hakadha. Nahu, mfano wa kauli waliosema makafiri, inna dhunna illa dhannan, inna dhunna illa dhannan. Sawa sawa, inna dhunna illa dhannan.
sawa sawa. Makafiri walivyoambiwa wa idha qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunna illa dhannan, kwenye suratu Al-Jathiyah aya 32 Allah anasema wa idha qila, na pindi wanapoambiwa au pindi paliposemwa, wa idha qila, na pindi patakaposemwa, tamam. Wa idha qila, na pindi patakaposemwa, inna wa'da Allahi haqq, hakika ahadi aliyoweka Allah ni ya kweli, was-sa'atu la raiba fiha, na kiyama kitasimama hakuna shaka katika kusimama kwake. Qultum, munasema nyinyi, ma nadri mas-sa'a, hatutambui kwamba kiyama ni kitu gani. Hicho kiyama mnachozungumza hatukitambui. Inna dhunna illa dhanna, isipokuwa tuna fikra kwamba huenda kukawepo na kiyama, au tuna dhanna ambayo yani haina mashiko kwamba nini, huenda pengine kukawepo nini na hicho kiyama mnachokisema. Ndio kauli walisema makafiri, tamam. Kwa hiyo kule kusema kwa inna dhunna illa dhanna, maana yake huenda kwa ile dhanna yetu ambayo haina mashiko, ambayo nini inatupitikia katika fikra zetu, huenda basi kikawepo hicho kiyama mnachokisema, kuonesha kwamba nini ile kauli walioambiwa na Allah haina uzito wote na haina maana yoyote, tamam. Ay dhannan haqiran la yu'bau bihi, dhanna iliyokuwa duni, la yu'bau bihi, ambayo haitiliwi mashiko, haitiliwi yani haina mashiko, tamam. Haitiliwi mkazo au haina mashiko, ndio maana ya la yu'bau bihi, sawa sawa. Ay wakimaanisha dhannan haqiran, dhanna ambayo ni duni, la yu'bau bihi, ambayo haina mashiko wala haitiliwi maanani, tamam. Subhanallah. Asadisu, sababu ya sita ni at-taqlilu, kuonesha udogo wa kitu, kuonesha udogo wa kitu. Waliposema waamini wa ridwanu, aliposema yule muumini wa ridwanu min Allahi akbar. Sasa kauli hii ni kauli ya Allah, lakini anawasemea waja wake ambao ni waumini. Sasa ni sehemu ya aya iliyo katika sura Tauba aya 72. Sasa anasema wa'ada Allahu almu'minin walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan wa jannati 'adnin, kisha wa ridwanu min Allahi akbar. Maana yake ni akimaanisha ridwanun qalilun minhu akbaru min aljannati liannahu ra'su kulli sa'adatin. Allah baada ya kusema kwamba wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat, Allah amewaahidi waja wake ambao ni waumini wa kiume, walmu'minat, na waumini wa kike, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, amewaahidi mabustani ambayo chini yake kutapita mito, au pembezoni mwake kutakuwa nini, kunapita mito, khalidina fiha, wakae milele katika mabustani hayo, wa masakina tayyibatan, na makazi yaliyokuwa mazuri, wa jannati adnin, na mabustani ya milele. Kisha akasemaje, wa ridwanu min Allahi akbar, kwa maana na radhi ndogo mtakayopata kwa Allah ni kubwa kuliko hayo mabustani. Ndo akimaanisha ridwanun qalilun minhu, radhi ndogo itakayotoka kwa Allah, akbaru min aljannati, ni kubwa kuliko haya mabustani ambayo watapewa waja wake waumini. Liannahu, kwa sababu hiyo radhi ya Allah, ra'su kulli sa'adati, ndiyo kilele cha kila ufaulu, tamam. Kwa utaona amekuja tamshi la ridwanu min Allahi akbaru. Sasa tamshi la ridwan limekuja kwa njia ya nakra, kuonesha nini? Kuonesha at-taqlil, uchache wa ridwanu min Allah, na ile radhi chache ndogo itakayotoka kwa Allah, akbaru, ni kubwa zaidi, minal jannati, kuliko hayo mabustani ambayo Allah amewaahidi waja wake hao, tamam. Hakadha ndo mmoja akasema katika washairi, qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilun,
qaliluka minka, qalilun minka, tamam. Qalilun minka, kile kichache kinachotoka kwako wewe, yakfini, kinanitosheleza mimi, walakin, lakini, qaliluka, kichache chako ewe Allah subhanahu wa ta'ala, qaliluka, kidogo chako ewe Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqalu lahu qalilun, hakisifiwi kuwa ni kidogo. Kidogo chako Allah hakiwezi kufikia hatua eti kikasifiwa kuwa ni kidogo. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe ni mkubwa na kila kitokacho kwako ni kikubwa, haijalishi kikubwa au kidogo. Tamam, hakadha. Sheikh baada ya kumaliza katika jina ambalo ni nakra, akaingia katika jina ambalo ni maarifa, akasema wa amma taarifu falahu asbabu, ama jina ambalo ni maarifa linapotumiwa huwa lina sababu. Tamam. Fabil idhmari lianna almaqama maqamu at-takallumi au al-khitabi au al-ghaiba. Tamam. Akimaanisha fa ahyanan yati at-ta'rifu bil idhmari, kuna muda linaletwa jina ambao ni maarifa kupitia ismu ambao ni dhamiri. Tumesoma katika nahau nilistopisha ili somo kwa maana, sawa sawa, kwa maana maalum. Nataka tusogee kidogo kwenye nahau kidogo, sawa sawa, ili tusije tukasumbuana tukana na maelezo mengi. Tamam, hakadha. Kwa fabil idhmar akiwa na maana ahyanan yati at-ta'rifu bil idhmar, kuna muda linakuja jina ambalo ni maarifa ambalo ni ismu dhamir lianna, kwa sababu unaona kataja kwamba hali ya kuja hilo jina kisha akataja na sababu. Kwa sababu ya kwanza ni hii, lianna almaqama, kwa sababu sehemu ambayo litatumiwa jina hilo, maqamu takallumi, sehemu ya mwenye kuzungumza, au alkhitabi, au sehemu ya mwenye kuzungumzishwa, au alghaibati, au sehemu ya kuzungumziwa yule aliyekuwa mbali. Tamam. Wa bil alamiyya, kwa maana wa ahyanan yati at-ta'rifu bil alamiyya, na muda mwingine tamam, na muda mwingine linakuja jina maarifa likiwa ni ismu alam, liihdharihi biainihi, kwa ajili ya kumhudhurisha yule mwenye jina lake, biaini, kwa dhati yake, fi dhihni sami'i, katika bongo katika bongo au katika akili ya yule anayelisikia jina hilo, ibtidaan, mwanzo wa kumzungumzisha, bismi mukhtassin bihi, kwa kumuita kwa jina maarufu au jina maalum. Tamam. Bismin mukhtassin bihi, kwa kumuita kwa jina maalumu ambao limeitwa kwa ajili yake yeye, sawa sawa. Au unaweza kusema bismin mukhtassin bihi, kwa jina maalumu alilopewa. Tamam, hakadha. Nahu, mfano kusema qul huwa Allahu ahadun. Utaona katika aya hii limetangulia jina ambalo ni dhamiri, ambalo ni huwa, kisha baada yake ikaja ismu alam ambao ni Allahu, sawa sawa. Kwa hapa lengo ni ihdharihi biaini, ni kumhudhurisha Allah kwa dhati yake. Qul huwa Allahu ahadun, sawa sawa. Lakini mfano mwingine, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Utaona hapa amekuja ismu alam ambao ni Muhammad wazi, lengo liihdharihi biaini, ni kumhudhurisha mtume kwa dhati yake, kwa maana aliyekusudiwa ni huyu Muhammad ambaye ni Rasulullah, mtume wa Allah. Tamam. Kwa hiyo huja jina maarifa ambao ni ismu dhamir kwa lengo gani? Sababu ya kwanza ni kwa sababu ile sehemu ni sehemu ya nini? Ya mwenye kuzungumza au mwenye kuzungumzishwa au aliyekuwa mbali. Sasa hapo utaona qul huwa Allahu ahad. Kwa nini imekuja huwa Allah? Kwa sababu Allah yuko mbali kwa nafasi yake, yuko juu kwa nafasi yake, ndio maana ikaja qul huwa Allah, yeye Allah ahadun ni mmoja.
sawa sawa. Kwa sehemu hii ni maqamul ghaiba, tamam. Lakini hapa mbele pia kaja ismu alam ambao ni Allahu, kumuhudhurisha kwa dhati yake, kwa maana kwa jina lake ambalo nini amehusishwa nalo au amejihusisha nalo, tamam. Kisha baadaye ikaja Muhammadun Rasulullah, tamam. Hakadha. Kwa hizi ni sababu za kwanza ambazo zimetajwa. Au litadhimi au ihanati, au muda mwingine linatumika ismu maarifa, haijalishi iwe ni ismu maarifa ambayo ni ismu dhamir au ismu alam, litadhimi, kwa ajili ya kuonesha utukufu wa kitu, au ihanatin, au kuonesha nini uduni wa kitu. Tunaposema uduni, kwa maana daraja ya chini iliyopo kwenye kile kitu, tamam. Sawa sawa. Au dharau juu ya kitu, kuonesha dharau juu ya kitu fulani, tamam. Hakadha. Famin at-ta'dhim, basi miongoni mwa maana ya at-ta'dhim, dhikru Yaqub bilaqabihi Israil, kutajwa Nabii Yaqub kwa lakabu yake ya Israil. Ndani ya Qur'an tamshi la Israil limekuja sana, ya bani Israil, maana yake nini? Ya abnaa nabiyillahi Yaqub, ndio maana yake. Ukisikia bani Israil, kwa maana enyi watoto wa nabii wa Allah ambaye ni Yaqub. Kwa hiyo ile Israil inavyotajwa pale ni lakabu ya Nabii Yaqub, inabidi utambue hilo, sawa. Na inatajwa lakabu ile kuonesha utukufu wake, watoto wake wanaitwa hivyo, sawa. Ya bani Israil, maana yake ya abnaa nabiyillahi Yaqub, tamam. Hakadha. Kwa pale linapotajwa jina la Israil ni kuonesha utukufu wa yule mzee wao, sawa, lakini wao walikuwa wakifanya mambo ya ajabu, tamam. Hakadha. Kwa famina ta'dhim, miongoni mwa kuonesha utukufu, dhikru Yaqub, ni kutajwa Yaqub bilaqabihi, kwa lakabu yake ambayo ni Israili, ambayo ni Israili. Lima, kwa yale ambayo fihi, yaliyomo ndani yake, min almadhi, ambayo ni kumsifu, wa ta'dhim, na kuonesha utukufu wake, bikaunihi, kwa sababu ya kuwa kwake Yaqub safwatallahi, kuwa kwake ni kipenzi cha Allah, au sariyallahi, saria kwa maana mja mtukufu wa Allah. Saria ina maana sharifun, tamam, au karimun, mafumu hapo. Kwa au saria Allah, au kwa kuwa kwake ni mja mtukufu wa Allah, ndio maana inakuja nini lakabu ya Israil, tamam. Hakadha. Wa min al-ihana qawluhu tabbat yada abi lahabin wa tab, sawa sawa. Tabbat yada, wa min al-ihana, miongoni mwa kuonesha uduni wa mtu, uduni wa mtu au uduni wa cheo cha mtu. Qawluhu, ni kauli yake Allah aliposema tabbat yada abi lahabin, tabbat, imeangamia, yada, mikono miwili, abi lahabin, ya abi lahab. Utaona abi lahabin hapa hakutajwa kwa jina lake, jina lake ni Abdul Izza, jina lake ni Abdul Izza. Imetajwa lakabu yake kuonesha kwamba annahu aqall min an yudhkara ismuhu fil Qur'ani, kuonesha kwamba yeye ni mtu duni kiasi kwamba jina lake haliwezi kutajwa moja kwa moja ndani ya Qur'ani. Jina lake ni Abdullah, ni Abdul Izz, Abdul Izz, tamam. Lakini hapa imetajwa lakabu yake kuonyesha kwamba annahu aqallu min an yudhkara ismuhu fil Qur'an, kwamba yeye ni mtu dhalili, mtu wa daraja ya chini, mtu duni ambaye kiasi imefikia jina lake haliwezi kutajwa moja kwa moja ndani ya Qur'an. Na laqab nini? Ni miongoni mwa majina ambayo ni maarifa, tamam. Hakadha. Kwa hiyo ni mifano miwili ya kuletwa jina ambalo ni alam, tamam. Wa bil ishara, kwa maana wayati taarifu bil ishara litamyizihi, kwa sababu ya kuonesha utofauti wa kitu, tamam. Hakadha. Kwa bil ishara, na linakuja jina maarifa litamyizi, kwa ajili ya kuonesha utofauti wa kitu hicho, akmala tamyizi, ukamilifu wa kuonesha utofauti, biihdharihi, kwa kulihudhurisha
jina hilo fi dhihni sami'i, katika akili au bongo la yule mwenye kulisikia, hissan, kwa njia ya his, kwa maana njia ya kuonekana, kwa njia nini ya kuonekana. Nahu, mfano kauli yake Allah aliposema hadha khalqullahi faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi, huu mnaouona huu ulimwenguni, kila mnachokiona hichi khalqullahi ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa Allah amewaonesha kwamba kila mnachokiona huu ni uumbaji wa Allah, sawa, na kisichokuwa hichi si uumbaji wa Allah. Kwa hiyo ametofautisha ukamilifu wa kutofautisha, kisha akawaambiaje, faaruni, basi nionyesheni nyinyi mnaopinga uumbaji wangu, mnaopinga uungu wangu, faaruni, basi nionyesheni, madha khalaqa alladhina min duni, ni kitu gani walichoumba wale wasiokuwa Allah ambao nyinyi mnawaitakidi kuwa ni waumbaji. Tamam. Kwa hiyo angalia, kitu kinaonekana, wanakiona kwa macho yao, lakini wameletewa na ismu ishara. Ismu ishara kwa lengo gani? Litamyizihi akmala tamyizin, sawa, kukitofautisha kwa ajili ya kukitofautisha ukamilifu wa kukitofautisha, sawa sawa, hakadha. Kwa hiyo waangalie sasa ambacho si hichi wanachokiona, wakilete ambacho kimeumbwa na hao wengine ambao nini wanawaitakidi kuwa ni miungu. Tamam, hakadha. Walitaridhi bighabawati as-sami'i, ghabawa ina maana ya upumbavu au upuuzi. Kwa hiyo hapa walitaridhi kwa maana inakuja sawa sawa ismu ambao ni maarifa, aidha iwe ni ismu alam au ismu isha au ismu adh-dhamir. Sasa litaridhi kwa ajili ya kudhihirisha bighabawati as-sami', litaridhi kwa ajili ya kudhihirisha na kuweka wazi bighabawati as-sami', upumbavu au upuuzi wa yule mwenye kusikia. Hatta innahu la yatamayyazu lahu shay'u illa biisharati al-hiss, hatta innahu, mpaka ikafikia hatua kwa sababu ya ule upuuzi wake aliokuwa nao na ule upumbavu wake aliokuwa nao, la yatamayyazu lahu shay'u, yani haionekani tofauti ya kitu. Tamam. Hata mpaka ikafikia hatua innahu, kwa sababu ya ule upuuzi wake na upumbavu wake, la yatamayyazu lahu ash-shay'u, la yatamayaz, hakipambanuki, kwa maana hakitofautiki au hauonekani kwake yeye tofauti wa kitu, illa biisharati alhissi, isipokuwa kwa ishara ya kuoneshwa wazi wazi, kwa ishara nini ya kuoneshwa wazi wazi. Wa hadhihi alaya, na hii aya iliyotangulia hapa juu, taslahu lidhalika, inafaa kwa mfano huo. Mfano gani? Mfano wa at-ta'ridhi bighabawati as-sami'i, kudhihirisha na kubainisha wazi wazi ule upumbavu wa mwenye kusikia. Kwa maana unamfahamisha mtu kitu ambacho anakiona, sawa, lakini hawezi kutofautisha, sawa. Sasa kwa kuwa amefikia katika kiasi hicho cha upumbavu, unamuoneshea na ishara. Sasa Sheikh anasema wa hadhihi alaya taslahu lidhalika, na hii aya ya juu inafaa kwa mfano huo. Ni vipi? Hawa watu walikuwa naambiwa Allah ndiye muumba kila kitu, hawa wanapinga, wanaitakidi kwamba kuna uungu kwenye vitu vingine. Sasa hadha khalqullahi, hichi mnachokiona hichi ndio uumbaji wa Allah. Kwa hiyo wanakiona kwa macho, lakini pia wakaashiriwa kwa mikono, ndo biisharati alhis, kwa ishara ya kuoneshwa wazi wazi. Tamam. Kwa hiyo walitaridhi, na huja muda mwingine ismu ni maarifa kwa ajili ya kubainisha na kudhihirisha upumbavu ule mwenye kusikia. Hata innahu, upumbavu ambao umefikia hatua la yatamayyazu lahu shay'u, hakiwezi kupambanuka kitu au haiwezekani kuonekana tofauti wa kitu, illa biisharati alhis, isipokuwa kwa ishara ya kuoneshwa wazi wazi. Ndio hii aya hapo juu inatosha katika mfano kama huu. Tamam.
kwa maana walikuwa wanaona, lakini pia wakaashiriwa na mikono, hadha khalqullah, hichi mnachokiona ni uumbaji wa Allah. Faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi. Tamam, hakadha. Waliqasdi tahqirihi bilqurbi, na muda mwingine pia inakuja ismu min maarifa ambao ni ismu dhamiri, kwa kukusudia kuonesha udhalili wa kitu bilqurbi. Sasa kwa kutumia dhamiri ya karibu, dhamiri ya karibu kwa maana ismu ishara ya karibu ambayo ni hadha. Tamam. Ka kauli al-kuffari, kama kauli ya makafiri aliposema ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, ahadha alladhi, je, huyu ndiye yule ambaye yadhkuru alihatakum, anayeisema vibaya miungu yenu. Walivyosema hivi ni kana kwamba wamemdogesha mtume wa Allah. Tamam. Lakini pia kauli nyingine ya makafiri aliposema ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan, je, huyu ndiye ambaye Allah amemtuma ikiwa ni mtume wake? Je, huyu ndiye ambaye Allah amemtumiliza rasulan akiwa ni kama mtume wake, akiwa ni kama mjumbe wake? Tamam. Na kauli nyingine madha arada Allahu bihadha mathalan, Allah amekusudia nini kwa mfano huu? Allah amekusudia nini kwa mfano huu ambao ni dhalili, mfano ambao hauna hata mashiko kwenye macho yetu? Amekusudia nini? Sawa, utaona hizi ni kauli ambazo walizitoa makafiri, na wakatumia ismu ishara. Sasa ismu ishara ambao ni miongoni mwa majina ambayo ni maarifa. Tamam. Lengo ni kuonesha udhalili na uduni wa kile ambacho wanakikusudia. Tamam, hakadha. Wa qawlihi ta'ala, kwa maana wa qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah aliposema wama hadhihi alhayatu ad-dunya wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun, kwa maana na hayakuwa haya maisha ambayo ni duni, maisha ambayo ni dhalili ya kidunia, illa lahwun, isipokuwa ni pumbao, wa la'ibun wa la'ibun. Tamam. Illa lahun wa la'ibun, isipokuwa ni pumbao na mchezo tu, kwa maana isipokuwa ni pumbao na kitu cha kupita tu. Allah aliposema wama hadhihi alhayatu dunya, kwa kutumia ismu ishara hapa amekusudia nini? Kuonesha udhalili wa dunia, uduni wa dunia. Tamam, hakadha. Waliqasdi ta'dhimihi bilbu'di, na kukusudia kuonesha utukufu wa kitu bilbu'di, kwa kutumia dhamiri ya ishara ya mbali, kwa maana kutumia ismu ishara ya mbali. Tamam. Hadha ni ismu ishara ya karibu, hadhihi pia ni ismu ishara ya karibu, na mara nyingi huwa inakuja kwa ajili ya nini? Kuonesha nini? Udhalili na uduni wa kitu. Lakini kuna ismu ishara ya mbali ambayo ni dhalika, tilka. Tamam. Ndio akasema waliqasdi ta'dhimihi bilbu'di, na muda mwingine inatumika ismu ishara ambayo ni ismu maarifa. Tamam, kwa ajili ya kukusudia kuonesha utukufu wa kitu bilbu'di, kwa kutumia ismu ishara ya mbali. Nahu, mfano kauli yake Allah aliposema dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu ambacho la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. Asa aliposema hicho, kaannahu fi manzilati albaid, ni kana kwamba Qur'ani iko mbali, wa huwa fi aidina, na hali ya kuwa nini? Hiyo Qur'ani sisi ipo mbele yetu, ipo kwenye mikono yetu, ipo kwenye vifua vyetu. Tamam. Lengo ni kukusudia nini? Kuonesha utukufu wa Qur'ani. Ndio akasema dhahaban ila bu'di darajatihi. Allah ametumia uslubi huu, ametumia mfumo huu, dhahaban ila bu'di darajatihi, kwa kuonesha dhahaban, kwa kuonesha ila bu'di darajatihi, ukubwa au ujuu au umbali wa daraja ya kitabu chake cha Qur'an. Sawa sawa. Ndio akasema wanawazuoni wa lugha, tanzilul qaribi bimanzilati albaid min babi at-ta'dhim. Tamam. Kukiweka kitu kilichokuwa karibu, bimanzilati albaid, katika nafasi ya kilichokuwa mbali, katika hali ya kilichokuwa mbali, min babi at-ta'dhim,
ni miongoni mwa njia za kuonesha utukufu wa kitu hicho. Kwa hiyo hapa Allah aliposema dhalika alkitabu la raiba fihi, anakusudia kuonesha utukufu wa Qur'ani. Wa ila huna antahi alkamalu lillahi walismatu lilanbiyai wannaqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.